ambao wanaweza kufanya biashara na wana uwezo wa ushawishi. Ghalib ni sehemu ya hao watu wenye uwezo wa ushawishi mkubwa sana kwenye biashara, na ushawishi wake ungeweza kutulalia sisi wanayanga, angeweza kutushawishi na viongozi wakaingia kwenye ushawishi huu. Yako mambo kadhaa ambayo nafikiri nyinyi ni mashahidi. Partnership za aina hii, wako watu walishawahi kuja na miradi na wakataka umiliki wa asilimia nyingi kwenye miradi hiyo. Nimeshangaa skills zako Mr. Ghalib za negotiation hujazileta kwenye klabu ya Yanga. Sijajua ni kwa sababu gani. Nyie wananchi mtaniambia. Naweza leo kuthibitisha kwamba klabu ya Young Africans zimefikia makubaliano ya partnership kati ya Yanga na GSM Group ya asilimia 50 kwa 50 katika uwekezaji wao. Mtanielewa nikisema kwa nini skills hiyo ya kwako ya ushawishi hujaitumia kwenye Yanga. Ni kwa sababu ya dhamira yako njema uliokuwa nayo kwenye klabu hii. Leo Mr. Ghalib angekuwa ni mtu wa tamaa, angeweza kusema nataka asilimia 80 kwa 20. Na kwa sababu fedha yake ni kubwa inayokwenda kujenga uwanja, tusingeweza kumkatalia. Kwa sababu tunayo shauku ya kuwa na uwanja na tunayo hamu ya wanachama wetu kupata hiyo nafasi ya kumiliki uwanja wao. Na sisi kama Yanga tukiwa tuna fedha, tungeweza kuingia kwenye huo mtego. Lakini alisema hapana, nataka tugawane asilimia 50 kwa 50. Ili klabu ya Young Africans iwe na umiliki wake na mimi naeleta fedha iwe na umiliki wangu. Angeweza kwenda na kusema nataka asilimia 51 ili niwe na sauti kwenye hiyo bodi, lakini hakufanya hivyo. Leo nikushukuru sana mtaani. Hivyo kwa kuhamasisha umma, mradi wetu utakuwa unamilikiwa kwa asilimia 50 kutoka upande wa Young Africans na asilimia 50 kutoka GSM Group, na hii ni fair balance kabisa kwenye uwekezaji. Itatupa sisi fursa kama wanayanga kumiliki uwanja wetu, na itampa fursa mwekezaji kurudisha kwenye uwekezaji ambao wanakwenda kufanya.